kuzungumza na mwanadamu kwa njia ya ndoto au maono. Kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi 15. Biblia inasema mstari wa 14 hadi 15, Ayubu 33. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, hajapokuwa mtu hajali. Biblia inasema kwamba kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, hajapokuwa mtu hajali. Tumesema njia ya pili Mungu anayotumia kuzungumza na mwanadamu ni njia ya maono ama njia ya ndoto. Biblia inasema kwamba Mungu ananena mara moja, hata mara ya pili, hajapokuwa mtu hajali. Bwana akikuonyesha maono mara ya kwanza akaona hujali hayo maono hujali, anakuletea maono mara ya pili. Bwana akikuonyesha kitu mara ya kwanza akaona haujali, anarudia mara ya pili vile vile. Biblia inasema mstari wa 15, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito huwajiapo watu katika usingizi kitandani. Bwana anarudia mara mbili. Bwana anakuonyesha mara ya kwanza akaona kama hujaelewa, basi anarudia vile vile, anazungumza na wewe. Yawezekana kwa ajili ya kutadharisha, yawezekana kwa ajili ya kukuonyesha kitakachotokea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zipo ndoto nyingine, zipo kwa ajili ya kile kitu ulichokiona mchana. Yawezekana umeshuhudia kitu kimetendeka mchana, au yawezekana umeona kitu chochote kile umekiona ndani ya hiyo siku nzima. Kile kitu kikajihifadhi katika ubongo wako wa mbele, ama ubongo wako wa kati, ama ubongo wako wa nyuma. Kile kitu kikajihifadhi kwenye ubongo, unakulala usiku, yawezekana kile kitu kikajirudia. Lakini kama sio Mungu, kile kitu hakitajirudia ile siku ya pili. Kile kitu hakitajirudia mara ya pili. Lakini Bwana anapozungumza na wewe, anasema kama hautojali ile ndoto yako mara ya kwanza, hakika anairudia tena mara ya pili, ikiwa vile vile kukuonyesha kwamba mimi Mungu nazungumza na wewe. Yawezekana kwa ajili ya tahadhari